Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo ni Julai 22 ya mwaka 2026. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee uliyotupatia tujifunze neno lako. Tunakushukuru kwa ajili ya ulinzi wako, na tunasema asante kwa namna ambavyo umeendelea kutukirimia karama mbalimbali maishani mwetu. Tusamehe dhambi zetu, turehemu na ututakase. Tuongoze, tutembee katika hatua ambazo umeziongoza, na kwamba tufae kuitwa watoto wako wa kiume na wa kike. Siku hii ya leo tunapoenda katika shughuli zetu mbalimbali, uwe pamoja nasi. Baraka zako zikaambatane nasi. Na zaidi sana tunapojifunza mada hii, Roho wako Mtakatifu aende pamoja nasi akitufundisha sasa na mapenzi yako, katika jina la Yesu. Amina. Imani na ahadi za Mungu. Habakuki sura ile ya 2 aya ya 1 hadi ya 4 imeandikwa: Tazama, roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Wakati Yosia alipoanza kutawala, na kwa miaka mingi kabla ya hapo, watu wenye moyo wa kweli katika Yuda walikuwa wakihoji iwapo ahadi za Mungu kwa Israeli ya kale zingeweza kutimizwa. Maswali haya yenye shauku yalitolewa na nabii Habakuki. Akitazama hali ya waaminifu katika siku zake, alionyesha mzigo wa moyo wake katika swali: Bwana, nilie hata lini? Wewe usitake kusikia? Kisha imani yake ikifikia ng'ambo ya mambo ya kuogofya yanayoelekea kuja katika wakati ujao wa karibu, na kushikilia kwa uthabiti ahadi za thamani zinazodhihirisha upendo wa Mungu kwa watoto wake wanaomwamini, nabii aliongeza, hatutakufa. Kwa tamko hili la imani, aliweka suala lake na lile la kila Mwisraeli anayeamini mikononi mwa Mungu mwenye huruma. Imani ile iliyomtia nguvu Habakuki na watakatifu na wenye haki wote katika siku hizo za majaribio makubwa ilikuwa ni imani ile ile ambayo inawategemeza watu wa Mungu leo. Katika saa zenye giza kuu, chini ya hali ya kuogofya mno, muumini Mkristo anaweza kuiweka roho yake ikiwa imeegemezwa juu ya chanzo cha nuru na nguvu zote. Siku baada ya siku, kwa njia ya imani kwa Mungu, tumaini lake na ujasiri vinaweza kufanywa upya. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Ni lazima kuthamini na kuikuza imani ile ambayo manabii na mitume wameshuhudia juu yake. Imani ile ambayo inashikilia ahadi za Mungu na kungojea ukombozi katika wakati na njia yake aliyopanga. Neno la unabii lililo hakika litafikia utimiaji wake wa mwisho katika ujio wa utukufu wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, akiwa ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Pamoja na nabii ambaye alijitahidi kuwatia moyo Yuda katika wakati ule wa uasi usio na kifani, hebu na tuseme kwa ujasiri, lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu, dunia yote na inyamaze kimya mbele zake. Hebu daima na tuweke katika kumbukumbu ujumbe ule wa kuchangamsha, maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikia mwisho wake, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Hii ni Julai 22, mada ikisema imani na ahadi za Mungu. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo.
Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Alipopata mtoto kama Waisraeli walipovusha bahari, nitazima sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana, sitanyamaza nitasifu. Ni yule kama Hana alipopata mtoto kama Waisraeli walipovusha bahari, nitazima sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana, sitanyamaza nitasifu. Tusipoyakumbuka ni mangapi alifanya hatukuomba, yamefanya ushuhuda kwetu. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda kama si kwa Bwana wetu. Tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa kama ulishinda mauti. Twima kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini, unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga, tuna imani kwamba kama ulishinda mauti. Twima kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini, unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga, tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa kama ulishinda mauti. Mioyo yetu yaamini, unayo kesho yetu